Ni kwa nini basi kumekuwa na wimbi la shida na matatizo yaliyokithiri katika maisha ya maproducer, na wengi wao wamekuwa wakilalamika kazi zao zinakuwa haziwalipi kabisa, japo watu wengi wafahamu ni nini kiko nyuma ya maisha ya maproducer. So tutakwenda kuangalizia sababu kuu 3 ambazo maproducer wanakuwa wakilalamikia kuwa na maisha magumu na kutokuwa na pesa. Niko na mimi mwandishi wako habari Talent kutoka Talent Music Shop. Ungana na mimi sambamba mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho wa kipindi hichi. Karibu sana. Tungependa kuwashukuru wadhamini wetu ambao ni Talent Music Shop kwa kutupatia vifaa bora na original kabisa. Ndani ya Talent Music Shop utapata vifaa vya studio aina zote kama microphone, sound card, speaker, utapata headphone pamoja na vitu vyote vinavyohusiana na studio. Karibu sana Talent Music Shop wakiwa kama ni wadhamini wetu wakuu wa kipindi chetu pendwa cha leo, tujadili kuhusu maproducer. Karibu sana. Basi tutaanza na sababu ya kwanza kati ya zile 3 ambazo nimezitaja hapo awali. Kila producer amepokea pesa nzuri pale msanii anapokuwa amefika studio kwa mara ya kwanza, lakini kadiri msanii anavyokuwa anakuja studio, basi ndivyo ambavyo kiwango cha pesa kinazidi kuporomoka na producer mwisho siku anajikuta anaishia kupata hela umeme na hela kula chipsi mayai. Shida ni pale producer anapoanza kuleta mazoea na msanii kipindi ambacho wanaanza kuleta urafiki wa namna moja au nyingine pale wanapokuwa wanafanya kazi. Unajua bana, producer anapokuwa anafanya kazi na msanii, basi zinazaga zile story 1 2 3, hasa katika story za kueleza mambo ya wanawake. Msanii anaanza kurekodi kwa mazoea na kuja studio kwa mazoea, sio kama mara kwanza alivyokuwa anakuja kwa kazi. Nini cha kufanya kama producer? Acheni kuleta mazoea kwenye kazi, kwa sababu kazi ni kazi na rafiki ni rafiki, na usimlete rafiki kwenye kazi, kwa sababu kazi mwisho siku haitakuwa kazi. Akija msanii kwa mara ya kwanza, mpokee kama alivyokuja kwa mara ya pili, na mpokee kama alivyokuja kwa mara ya kwanza na anapokuja kwa mara ya 3. Sababu ya pili ya kwa nini maproducer wanalalamika njaa na maisha yanakuwa ya shida sana kwa upande wao, wanakuwa hawana akiba ndogo ndogo za pesa zile ambazo zinaweza kuakidhi maisha yao. Sasa inapotokea msanii anakuja anasema na hela kidogo, basi anaona achukue hiyo hela, kwa sababu kwa muda huo kuna mahitaji fulani anakuwa anahitaji. Sasa inakuwa ni mazoea yake na tabia kupenda zile hela ndogo ndogo, kwa sababu zinakuwa zinamsovia mahitaji yake mawili matatu kwa kipindi hicho ambacho pesa anakuwa hana. Wanaenda kulipa pesa nyingi sana wanapoenda kwa maproducer ambao tayari wana majina. Kwa nini wewe hupati hizo pesa nyingi? Kwa sababu wanakukadiria, na wewe umekuwa ni wa chips mayai na soda. Basi hata kama akiwa na pesa nyingi za kukulipa, anakwambia hana hela, kwa sababu hata hiyo hela ambayo ndogo amekutajia utaichukua, kwa sababu una dhiki na shida ndogo ndogo ambazo zinakusumbua. Sasa ili kukwepa hilo, hakikisha ya kwamba haukosi hela fulani hivi ambavyo vinaweza vikakidhi mahitaji yako. Ili msanii anapokuja akasema kwamba hana hela na pesa yake haitoshi, basi hakikisha unamwambia, mimi chini ya kima fulani siwezi kufanya kazi yako, kwa sababu nitakufanyia kazi ambayo ipo chini ya kiwango na ambayo haina viwango vya ubora ambao unahitajika katika media zetu za Tanzania. So make sure ya kwamba msanii anapokuja studio awe amelipa katika kiwango kile ambacho wewe unaona kinakukidhi katika maisha yako. Tuangalie sababu ya mwisho. Kurundika watu waliokuzoea kupita kiasi kwenye ofisi yako, na wana uwezo wa kukadiria kiasi cha kukupa, kwa sababu anajua maisha yako kwamba wewe ni wa shilingi 20,000. Sasa kama mimi najua wewe ni wa 20,000, unadhani nitakuletea hela nyingi ili kusudi nikufaidishe? So hakikisha unafukuza watu wote ambao wanakufahamu, ambao wanakaa muda mrefu studio, ambao wana uwezo kukupigia simu muda wote kwamba tumie biti, ambao wanaweza kaja studio muda wote. Fukuza watu wote. So make sure unafukuza cycle yote ambayo inakufahamu na anza kutafuta watu wapya. Ndio maana unasema nabii akubariki kwao. Bro, lazima ukubali kuanza na watu wapya. Lakini mtu ambaye anakujua atakuchukulia poa, hata kama una kiwango kikubwa kiasi gani, hawezi kukulipa vizuri. Sawa, utalalamika maisha ni magumu, lakini kwa wenzako wanafanya vitu vikubwa na wanatoboa kupitia kazi ambayo wewe unaona haikulipi. So make sure unafukuza cycle yote watu ambao wanakufahamu, anza na watu wapya. Huu ni ushauri wa bure, unaweza kuchukua, unaweza kuacha, lakini mziki unalipa, na ukitulia unaweza kufanya maisha mazuri, ukasaidia familia yako na kufika mbali, hata kusafiri nchi ambazo hujawahi kuwaza kama unaweza kufika kupitia kipaji chako. Talent Music Shop ndio imesimamia kipindi hichi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hope umenielewa. Next time tutakuja na sababu zingine za kwa nini maisha ya producer yanazidi kuwa magumu na tunaweza tukajitoa vipi. Mimi sina ziada. Naitwa mtangazaji Talent kutoka Talent Music Shop. Kwa wakati mwingine, see you at the next video. Bye bye. Na mimi ndio mtangazaji wako Talent vile vile, ambaye nimejaliwa ndani ya Talent Music Shop, lakini niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakupa ushauri wa aina gani